Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika fani za aina mbalimbali. Na leo tunaendelea katika fani ya balagha, lakini atambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasis kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi, Allahumma amin. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Dabasi bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, bila shaka leo tunaendelea katika darsa letu, na hasa tupo katika ismul istifham au adatul istifhami, ambayo ni ma. Tunaona sawa? Na kama jinsi ambavyo tulivyoona, hii ma imegawanywa katika sehemu tatu kwa mujibu wa darsa letu lililopita. Tukaona kuna ma ambayo yusal biha an idahi al-ismi, ambayo inaulizia kuweka wazi nini? Jina. Kisha tukaiona kuna ma libayani haqiqatil musamma, tukaona kuna ma libayani as-sifa, kwa ajili ya kubainisha nini? Sifa. Sasa leo tunaendelea, kwa maana katika ma kuna wakati inaweza ikawa kama hali au ikataka majibu ya hali na mfano wa hayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunaona sawa? Lakini kabla ya kuingia sasa na kuanza kupopotoa, kama ilivyo kawaida wapopotoaji, tunapopotoa biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tena katika hali ya aina yake. Tunapopotoa katika hali ya aina yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kuna jambo hili napenda niwe nalirudia mara kwa mara, na nitalirudia sana, ya kwamba wanapata tabu kweli wahuni kwa ile mishahara wanayokula kutoka Vatican. Wanapata tabu mno, wanahangaika kutukana matusi makubwa kwenye makomenti. Sasa inawasaidia nini? Watu washajua kwamba mrija unatokea wapi kuleta balaa, na mimi nina ushahidi wa hayo kwa 800%. Na ushahidi wa hayo, mawahabi 90% wanapokea mshahara kutoka Vatican, unakuja Saudia, kisha unagawanywa katika matawi yao. 90%. Ni 10 tu ndo ambao walionusurika na mishahara. Tena na hawa 10 naweza nikawabainisha nikitaka mwenyewe kwamba ni kundi fulani la mahala fulani. Hawa wenyewe wana misaada yao kutoka mahala salama. Maana ukipokea msaada kutoka uliotoka Vatican, maana yake wewe ni Mkristo mambo leo, yani umeletewa mshahara kwa ajili ya kupromo Ukristo. Unajua utakuwa una promo Ukristo, haujui utakuwa una promo Ukristo. Lakini bahati mbaya, yani huu ni mpango ambao upo kwa wale wakuu. Hivi vidogo vidampa hivi haviwezi kuelewa chochote kinachoendelea. Yani vidampa hivi haviwezi kuelewa chochote kinachoendelea. Wenyewe vitaona tuko katika manhaji sawa. Kumbe hivi vidampa wenyewe ndio vimefanywa hivi nini?
biashara. Yani vyenyewe ndio vinapigiwa hela na wakubwa wao kupitia vyenyewe, kwa sababu yani wao wale wakubwa wanachofanya wanarekodi audio, maana hawarekodi video. Wao wanarekodi nini? Mpaka ikihitajika sana ndio wanarekodi ka video. Baada ya kurekodi zile audio, anawaambia bana, hapa katika markazi yetu na watu 100. Hawa 100 wanaotajwa ndio vidampa vyenyewe wanaopigiwa hela hao. Kwa hiyo kule sasa tuna watu 100, hawa 100 tunawafundisha nini? Ndio tunawafundisha ule utatu mtakatifu katika utaratibu ambao wao wenyewe hawaelewi kama wanatolewa katika dini. Baada ya katika hali za namna hiyo sasa ikishapelekwa vile, ndio kule sasa anasema kazi inafanyika. Mshahara unaletwa Saudia, alafu Saudia unaletwa sasa katika hayo magenge. Naona kazi. Kwa hiyo mtamuona mkuu wenu ana magari mazuri, anatembelea nyumba nzuri, anaoa wake 2 watatu na kuendelea, yuko vizuri kabisa. Ana miradi mikubwa, kafungua maduka makubwa. Sio ile miradi ilishuka kutoka mbinguni bapi imeshuka kwake, sio kweli. Miradi ile inatokana na nini? Ili siku mshahara ukichelewa, miradi hiyo inafanyaje? Inampelekea aweze kupata kile cha kukila. Ni mambo ambayo tuna uhakika nayo kwa 100% na zaidi. Mimi na ushahidi. Sasa anakuja mtu mpumbavu na mjinga, tunataka wapi kiapo cha mubahala. Usiwenda wazimu. Pesa ule wewe, alafu kiapo cha mubahala nikaape mimi, si uchizi. Tena bahati mbaya huyo anayesema kwamba wapi kiapo cha mubahala, yeye mwenyewe hajui kama yeye ndo anayepigiwa hela. Si tatizo hili. Hatujamuona yeye kuja kuwapa kusema nilisema watakimbia studio. Nani kakimbia studio? Njoo uwape kwamba tumekimbia studio. Njoo uwape kiapo cha mubahala kwamba hatupo kwenye studio, tumekimbia. Njoo uwape. Hata uongo hapa. Wa kutukimbiza kwenye studio sisi nani kwanza? Hajazaliwa na hatujawahi kumuona. Nani? Hizi kelele za wahuni hao. Wanapiga kelele kwa ajili ya kutetea mshahara. Unafikia kwa nini wanagombana kila siku, kila kukicha? Kwamba kakundi haka ndo kanaona kana haki ya kula mshahara kuliko kundi jingine. Matokeo yake panatokea vurugu mtindo mmoja. Na wengine wanatengeneza hasadi kwa wale 10% wasio kula mshahara wa Vatican. Unajua kuna 10% ambao wao hawamo katika orodha ya mshahara wa Vatican. Sasa wanaanza kuwatengenezea hasadi. Ndio utasikia yule anashirikiana na wale yule, unajua yule anatengenezewa husda na hayumo huyo katika orodha ya watu wa Vatican. Tunanielewa vizuri. Sasa eti jitu linakuwa tunataka ulete ushahidi. Kwani wewe haya ninayosema wewe ndio unaniambia niaseme? Umefika wakati nikaamua kuyasema, na ukifika wakati wa kutoa hayo makabrasha yangu nitayatoa. Kwa mimi mwenyewe kutaka, wala sio kuambiwa na mtu. Kama jinsi ambavyo nilivyoyasema haya mimi mwenyewe bila kuambiwa na mtu, ndivyo ambavyo nitatoa makabrasha bila kuambiwa na nani. Ukifika wakati ninaweka wazi. Lakini mimi naomba tu jamii ijue kabisa kwamba mawahabi 90% wanalipwa kutoka Vatican, mshahara unakuja Saudia, kisha baadaye unasambazwa katika magenge yao. Na lengo ni moja tu, kutangaza Ukristo katika sura ya Uislamu. Khalas. Kutangaza Ukristo katika sura ya, ndio maana hautaona genge hilo kwamba lina uadui na Wakristo. Haitokei. Siku zote maadui ni wale ambao wanaobainisha haki. Sisi ndio maadui zao. Sisi tunaobainisha haki ndio maadui za wahuni, kwa sababu mishahara ya Vatican inakuja. Kwa hiyo inabidi watetee kwa nguvu nyingi, povu liwe jingi, na hivi vidampa vinavyotukana kwenye comment maskini vyenye ndio kabisa viko fofo usingizini maskini. Havijielewi. Sasa inshallah Mwenyezi Mungu avinusuru hivi vidampa. Wakubwa wanapata hela kupitia vidampa hivi ujue. Havielewi tu kama vile ndio vinapigiwa hela. Na ipo siku wallahi namuapa Mwenyezi Mungu, lau kama Allah subhanahu wa ta'ala ipo siku atakuja kuwabainishia kwamba vidampa hivi ndio vinavyopigiwa hela, watajuta sana. Baada ya kuwa washapoteza muda, walishapambana, wakatukana sana watu, kumbe wao ndio mitaji yenyewe ya kupigia watu wanajipigia hela kupitia wao. Watakuja kujuta sana. Na muapa Mwenyezi Mungu kwa hilo, watajuta.
Unasema kumbe tulikuwa tunawatukana watu bure, tulikuwa tumefanywa mtaji, watu wana biashara zao kupitia sisi. Yani wao ni watumwa kimtindo, hawaelewi. Kama ni watumwa wanamtumikia bwana, hawajui. Wallahi ni hatari sana. Yani katika sehemu ngumu sana mzee Huseni ni ile ambayo mtu hajui na hajui kama hajui. Yani huyo ni shida sana. Yani pale alipo hajui, alafu na hajui kama hajui. Huyu mtu unamwamshaje? Ndio vidampa vinavyotukana katika comment. Havijui na havijui kama havijui. Kuviamsha hivi ni ngumu sana. Ni kuendelea kuvitia sindano ya usingizi tu, viendelee kulala zaidi ya huu usingizi vilivyonao hivi sasa. Allah, ile hatari sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu tunaomba atujalie kila la kheri na mambo yaweze kwenda vizuri. Sasa naingia katika darasa. Darasa letu tunasema wataqau hal. Sawa? Na inawezekana ikapatikana hal albasita. Hii hal ambayo inafanya kazi ya basita. Yani inakuwa ni hal ambayo haina maana ya hal. Haiulizi hivi. Bali hii inakuwa na maana ya nini? Ya bal au maana ya al-idrab, aina. Tunaona sawa? Fi tartibi al-aqli. Lakini haya yote yanafahamika wapi? Katika mpangilio wa kiakili. Tunaelewana vizuri eh? Lazima uwe na akili sawa sawa. Akili ifanye kazi, ifanye uchambuzi na upambanuzi katika hali mahala ilipokaa. Utaibaini kwamba hii ni hal lilistifhami litasdiqi au hal liistifhami walbasita. Utapata kuifahamu katika hali za namna hiyo. Tunaona sawa? Lakini lazima uwe na akili sawa sawa. Ukiwa na akili mgando, ndio pale ukiona hali wewe unatafsiri katika maana ya asilia tu katika mazingira kama haya. Tunaelewana vizuri eh? Haya, baina ya neno ma, kwa maana hapa tumeona kuna nini? Hal. Lakini hapa kuna neno nini? Ma. Allati, hili neno ma ni neno ambalo lisharhi ismi, huwa linakuja kwa ajili ya kusherehesha nini? Jina. Tumeona katika darasa lililopita tukasema mal asjadu. Asjadi ni nini? Tukasema fayujabu, ikajibiwa bi annahu dhahabun, kwamba asjadi ni nini? Ni dhahabu. Kwa hiyo wataalamu wa lugha, hasa watu wa balagha, wanasema ima allati li sharhi ismi, ambayo huwa inakuja kwa ajili ya kusherehesha nini? Jina. Wallati lil haqiqa, lakini kuna wakati ma inawezekana ikaja kwa ajili ya nini? Ya uhakika wa musamma, wa kinachoitwa. Tunaenda sawa we mzee? Naam. Faman yajhalu ma'na albashar, yoyote yule ambaye yani hakujua maana ya bashar, kiumbe, ajui maana ya bashar. Faman yajhalu ma'na albashari, yoyote yule ambaye hajui maana ya neno bashar, kiumbe, mathalan yasalu awalan bima, atauliza kwanza kwa kutumia neno ma. Atasema ni mal basharu. Sawa? Atasemaje? Mal basharu. Bashar, kiumbe ni nini? An sharhi, katika sharhi yake. Fayujabu, atajibiwa kusema nini? Insanun, ni mwanadamu. Ukisema al bashar unajibu kwa kusema nini? Insanun, ni nani? Kwa sababu hii ni ma libayani haqiqati almusamma, kwa ajili ya kubainisha hakika ya kinachoitiwa. Sawa? Kwa hiyo mtu akisema mal basharu, bashari ni nani? Fayujab, hapa utolewa majibu kwa kusema nani? Albasharu insanun, kwa maana bashar ni mwanadamu. Tunakwenda sawa? Ukiita hivyo tu basi ma inaitwa ma ismul istifham au adatul istifham libayani haqiqatil musamma, inabainisha hakika ya kinachoitiwa. Tunakwenda sawa? Tunaelewana? Naam. Tayeb. Lakini kadhalika thumma bihal, kisha hili neno pia mal bashar linaweza yani inaweza ikatumika neno hal, halil bashar. Sawa? Albasita, lakini hali itakayotumika hapa ni hali inakuwa basita.
sawa, an wujudihi. Hii sasa itakuwa inaulizia kupatikana kwake. Halil bashar, maana yake je, viumbe wapo? Sawa, fayujabu bina'am au la. Hapa anaweza kujibu sasa kwa nini? Kwa naam, sawa, kama utataka kuthibitisha, au la si hivyo. Fahalil bashar, au utasema halil bashar, sawa. Ukiwa na maana ya kwamba viumbe wapo, fayujabu bina'am. Hivi huyu ni kiumbe? Nasema naam. Tunaona sawa. Wakati huo hii hal inakuwa inafanya kazi ya basita, inatoka katika maana ya hakika inakwenda katika maana nyingine, ambayo maana yake inakuwa ni bal au al-idrab. Sawa, inaonyesha aina ya kiumbe mwenyewe. Hivi aina ya bashari huyo insani yupo? Nasema an wujudihi, inaulizia kupatikana wake. Fayujabu binam, ujibiwa kwa neno naam ikiwa ipo, au la in urida nafyu, kama itataka kufanyaje. Thumma bima, kisha neno ma inaweza likauliziwa ma an haqiqa, kwa ajili ya hakika. Fayujabu, hujibiwa bihayawani natiqin, kwamba huyu ni mnyama anayetamka. Tunaona sawa? Hayawani natiqin, sawa. Kwa hiyo katika hakika atauliziwa bima, sawa. Kwa maana mal insanu, huyu mwanadamu ni nani? Utasema hayawanun natiqun, ni mnyama anayesema. Mwanadamu ni hayawanun natiqun, ni mnyama anayesema. Tunaelewana vizuri eh? Kwa hiyo lazima tuwe makini katika kutazama haya masala jinsi yalivyo. Kwa hiyo inaweza ikawa ma kwa ajili ya sharhi al-musamma, ikawa na sharehesha kile ambacho kilichoitwa, sawa, ambao tunaita bayanu sifa, inabainisha nini? Sifa. Alafu inawezekana ikaja ma kwa ajili gani? Li bayani haqiqatil musamma, kwa kubainisha hakika kinachoitwa. Ndio nasema mal insanu, huyu mwanadamu ni nani? Sasa majibu yanakuja al-insanu hayawanun natiqun, kwamba mwanadamu ni mnyama anayesema, anayetamka. Ni mnyama anayetamka. Tunaenda sawa? Kwa hiyo haya ndio mambo jinsi yalivyo. Kwa hiyo akija mtu akakusomea aya ndani ya Qur'an, kwanza tazama hii aya imebeba nini na nini, ili asikuletee porojo na makelele yasiokuwa na msingi. Kisha baada ya hapa kusomea hadithi, tazame hadithi hii imebeba nini na nini, au maneno ya wana wa vioni yatazame amebeba nini na nini. Utabaini kabisa mletaji wa aya kasoma aya haelewi, mletaji wa hadithi kasoma hadithi haielewi, mletaji wa maneno ya wanavioni kasoma mengi sana kuwarubuni watu kwamba anajua sana, kumbe kasuku hana anachokijua katika maalumati yaliyo ndani ya maneno hayo. Tena kitokea mtu porojisti kelele nyingi, wewe tazama tu yale maneno yake jinsi anavyo yasoma, utabaini kwamba kayaleta, lakini yeye mwenyewe katika kuyafahamu hajayafahamu. Tena makhraji nzuri kabisa, nasoma vizuri kabisa, alafu uelewa zero. Bora wewe unasoma vibaya uelewa 100%. Wewe utakuwa na ilmu, lakini unasoma vizuri alafu uelewa zero, wewe ndo mbumbumbu zaidi. Tena mbumbu mzungu wa reli, hatari kabisa hiyo. Kwa Mwenyezi Mungu tunaomba atujalie kila la kheri, atujalie nuru katika yale ambayo tunayoyasoma, atupe ufahamu na uelewa uliokuwa mzuri, na tuweze kuwa katika hali ambayo ilikuwa sawa sawa. Namalizia kwa kusema maneno haya ya mwisho. Ndugu zangu, tuwe makini sana na magenge haya. Tulikaa kimya sisi kujibu ni kwa sababu tu ya baadhi ya mashekhe walitufata wakatuambia bana, chana na haya mambo. Sio kwamba kuna mtu ana hoja, yani hoja zao ukisikiliza hata uzo wa buibui ni mgumu kwa hoja hizo. Ni vitu tafi kabisa, upuzi mtupu yani zile hoja. Sasa sisi kama watu wa tasawuf tunaelewa kwa ufasaha ahlu sunnah wal jamaa aqida yao ni ipi. Sio hizi aqida za Vatican. Aqida za Vatican ni za wahuni ambao wamechomekwa katika dini, wana ukristo mambo leo.
Kwa lazima kuwa makini, ujijue kabisa unakwenda kusoma Ukristo mambo leo au unakwenda kusoma Uislamu. Lazima uwe makini. Kuna sehemu ukienda kusoma unakwenda kusoma Ukristo mambo. Ukishaanza tu kuambiwa kwamba yani tauhidi imegawanywa katika sehemu ngapi? Ukristo mambo. Wewe unahisi kwamba niko katika manhaji gani ya ovyo ovyo hivi? Unasomeshwa Ukristo. Ukitoka hapo na wewe unaenda kufungua kanisa lako lenye nembo ya msikiti. Yaani mtu akitazama kama msikiti vile, kumbe kanisa hilo kimtindo. Alafu nawe mwenyewe unavaa kanzu inafika karibu na magoti. Unahisi kama ni vazi la Kiislamu, kumbe upadirini huko. Hatari shekhe. Kwa Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Mimi niseme ushahidi ninao na nitautoa kwa wakati wangu, na hakuna yoyote mpumbavu yoyote anaweza kunisurutisha toa. We nani? Ninao na nitaendelea kuyasema haya mpaka jamii ijue. Alafu kishajua ndo natoa makabrasha yangu sasa. Hii hapa ya kwanza na kiwango mpaka kiwango nitakuwa nataja. Mwaka fulani kimeletwa kiwango fulani kikapelekwa mahala fulani, mwaka fulani kimekuja kiwango fulani kikapelekwa mahala fulani, mwaka fulani wakagombana kwa sababu hii. Yote ninayo. Sisi tunakaa kimya. Unajua kuna wakati mwingine kuna ule msemo wa Kiswahili, funika kombe mwanaharamu afanyaje? Sasa mwanaharamu akikomaa watu wanafunua kombe tu. Habari inaishia hapo hapo. Watu wanambaini mwanaharamu haraka mno. Kumbe sasa Allah tunusuru na tulinde. Na mwisho kabisa niseme ya Rabbi na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu. Ya Allah, haya tunayafanya Mola wetu ikiwa tunapata thawabu. Ya Rabbi tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na bila shaka lau mtapouona ujumbe huu mtakimbizana huku na kule kuhakikisha mnalifanya hili jambo ambalo bila shaka ni jambo bora kabisa kabisa. Allahumma, Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa kila yule ambaye atakayefanikisha sisi kufanikiwa kupata vifaa hivi, ya Rabbi nayo mfanikishie katika yale anayoyatamani katika mazuri yaliyo katika nafsi yake, kwa hurma na utukufu wako. Ewe ndugu yangu tunahitaji laptop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji desktop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji kamera kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji stendi, mataa, ili ofisi yetu na kadhalika studio yetu iweze kuwa imara zaidi. Boreshaji ni nani? Ni wewe ndugu yangu, na bila shaka unaweza pale utapoamua kulisimamia hili. Lakini kuna yule ambaye anasema mimi uwezo wa kamera sina, lakini changu kidogo ninaweza. Tutafute kwa namba hizo, insha Allah tutapokea mchango wako, na bila shaka tutanyanyua mikono kumwambia Mola wetu, huyu sio tajiri bali ameyafanya haya kwa mapenzi katika dini yako. Mola wetu, ya Rabbi nawe mpe mazuri kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin.